inamaanisha kuheshimu hisia zako. Okay, hisia zako. Inamaanisha kutambua mwamba rohoni. Unajua, oh my gosh, niko najaribu kueditea ya Kiswahili. Man, nimesahau Kiswahili. Unajua Kiswahili, Kiswahili ya shuleni na Kiswahili ya kuongea ni tofauti. Oh my gosh. Ngoja niko naanza. Inaandika, inamaanisha kuheshimu hisia zako, sio tu tabia zako. Inamaanisha kuko mbili maanisha. Ina maana, okay, ina maana kuheshimu hisia zako. Kuhisia, mimi kwa kuhisia ni kama vile kuwaza. Inamaanisha kuheshimu hisia zako, sio tu tabia zako. Oh, baba yangu angenicheka kweli. Mimi nimesahau. Okay. Inamaanisha kuheshimu hisia zako, sio tu tabia zako. No, haina maanisha, ina maana. Okay. Inamaanisha kutambua kwamba roho yako ndio huwezi kuwa na roho mbili. Anyway, let's go. Hii itakuwa ya podcast ya Kiswahili. Nataka Waswahili na wenyewe mpate yenu. Siwawachi mbali. Kwa hiyo hii ndio niko nahangaika hapa ni iwe Kiswahili ambayo mie naijua. Juu Kiswahili kila nchi anaongea ya kwao, okay? So hii ndio najaribu kuweka Kiswahili iwe karibu kabisa ya yenyewe naijua. Juu mimi naongea Kiswahili ya Tanzania. Na niko namchanganya vizuri. Mbili ya Tanzania na ingine. Mtu akiongea ingine naisikia. Anyway, so inamaanisha kutambua mwamba roho yako ina thamani, kusudi na uhusiano wa kiungu. Jua ni wasema uhusiano wa Mungu. Kama ukisema uhusiano wa kiungu, utakuwa kama vile Mungu ni kadogo, no? Man, itakuwa podcast nzuri kweli. Man, kwa maneno rahisi inaelewa nini? Oh my gosh. Anyway, niko naanza guys. Sijawasahau. Nakuja hiki ya Kiswahili. Itakuwa ya kuchekesha, itakuwa nataka Kiswahili iwe yenyewe inapita yote, Kiingereza, Kifaransa. Juu ndio lugha yenyewe nimekuwa nayo. Lugha yenyewe nienda shuleni. Na nilikuwa nahangaika na Kiswahili. Mwalimu wangu wa Kiswahili alikuwa tema mgumu kweli. So Kiswahili kinakuja baya msingoje nakuja, okay?